Kwa majina mimi naitwa Ibrahim Pogora. Ni shabiki wa Yanga. Kindaki kabisa. Shabiki wa Yanga kindaki, hata majirani zangu wanafahamu hapa. Ndugu yangu alikuwa amezungumzia kuhusu swala la mechi ya jana kati ya Simba na Singida Black Stars. Mimi binafsi kwanza nawapongeza Simba na wachezaji wao wote, kwa sababu mechi ya jana kwa Simba ilikuwa ni mechi ngumu sana kwa upande wao, kutokana na mfululizo wa mechi walizokuwa wamecheza, na hususan kwa siku ya jana Simba wamekuwa wameenda kuicheza ile mechi wakiwa na mtazamo mpana sana wa kwamba mechi kwao itakuwa ngumu kulingana na aina ya mpinzani waliokwenda kukutana naye. Singida Black Stars ni miongoni mwa timu ngumu katika timu za ligi yetu ya NBC hapa Tanzania. Kwa hiyo Simba nafikiri alikuwa anajua kabisa anakwenda kukutana na mtu wa aina gani, hususan ukizingatia katika mfululizo wa mechi alizokuwa nazo. Mechi ya mwisho kabla ya kukutana na Singida Black Stars, Simba amekutoka kucheza finali ya kombe la shirikisho. Finali ambayo ilikuwa ni mechi ngumu sana, ambayo ilikuwa unatumia akili nyingi, nguvu na maarifa kibao. Kutokana na mazingira hayo, wachezaji walikuwa wamewekeza nguvu kubwa sana katika mechi ile. Na juzi tulikuwa tumemsikia hata msemaji wa Simba anasema kwamba tumekwenda kwenye mechi ya Singida Black Stars, lakini tunakwenda tukiwa hatujafanya maandalizi ya mechi ile, ambao ni kitu ambacho unakubali kabisa kimsingi kwamba sawa, unafahamu kwamba unakwenda kucheza mechi, lakini unakwenda kucheza mechi ukiwa katika mazingira magumu kutoka kwenye mechi ambayo ya finali waliokuwa wamekwenda kumaliza Simba. Kwa hiyo kwa jana Simba walikuwa wameingia kwenye ule mchezo wakiwa na changamoto kubwa ya kimwili, kiakili na kadhalika. Kwa hiyo nawapongeza kwa namna ambavyo wamecheza ile mechi, lakini pia wamepata ushindi. Sehemu za makosa yapo kibinadamu, kwa sababu hii sio kibinadamu. Ana ile sasa tuseme ni kanuni, yani ni jambo ambalo linabeba wengi. Unajua ule ni utaratibu uliopo. Swala la kanuni ndio maana nikasema ukija kwenye kanuni maana yake utakuta wako sahihi, kwa sababu sheria ni sheria, na sheria zinazungumza pale kwa muda ambao unatakiwa utoe. Utaangalia kwamba kutokea kwenye tarehe 25 ambayo ndio ilikuwa siku ya finali, alafu mechi imechezwa jana tarehe 28. Kwa hiyo maana yake kama mechi imechezwa jana tarehe 28, katika utaratibu wa kisheria maana yake TFF watakuwa wako sahihi. Lakini ndio maana nikasema kibinadamu, kutokana na mazingira yaliyopo hayo, ndio maana watu mawazo yao kibinadamu wanatoa hivyo kwamba ingependeza basi wangewapa walau siku 5-6 ili mradi watu waweze kulikava kimwili. Lakini katika utaratibu wa kisheria ni tunaambiwa ni masaa 72, kwamba yatimie masaa 72 ili mradi timu iweze kucheza mechi nyingine. Kwa hiyo ukija kwenye sheria unakuta kwamba TFF wako sahihi. Kwa hiyo ndio maana nikazungumza kutokana na mazingira kama hayo. Mwenzangu amezungumzia changamoto ambazo zimejitokeza kulingana na maamuzi ya mchezo mzima kiujumla. Ndio hicho ambacho mimi nitarudi kwenye swala la kibinadamu, kwamba wakati mwingine mtu anakwenda kuamua kibinadamu, akiamua pasi na kufuata sheria, matokeo yake unakuja kuzalisha kitu ambacho sio. Unakiri kwamba kulikuwa na udhaifu wa refa? Kabisa, mapungufu yalikuwepo na ndio maana tukasema kwamba muamuzi, kwa mfano walipokuwa mpira ulipokuwa unachezwa miongoni mwa baada ya kufungwa goli la Singida, walipofungwa na Simba, Singida wakawa wamepush mashambulizi kuhakikisha kwamba wanataka kusawazisha lile goli. Maana yake kama rafu aliochezewa yule nani Soa, nafikiri kama angelikuwa ndani ya boksi, refa ameamua kufuata sheria na akaamua kufanya maamuzi, maana yake ni kwamba tungeenda kwenye mapumziko tukiwa tuna 1-1 labda baada ya kupiga ile penalti. Ingawaje kwamba unaweza ukapata penalti na ukakosa, lakini tunaashumu 80% ya kupata penalti ni goli kulikana na mazingira yanavyokuwa. Kwa hiyo maana yake ilikuwa ni clear penalty, na hata ukiwatafuta wachambuzi wote
waliochambua mpira kwa jana. Kwa mfano mtu kama Amri Kiemba ambaye baada ya kuangalia mechi kupitia Azam TV amechambua kama mchambuzi, akasema kwamba ile ni clear penalty, na kama tungesema kwamba, nafikiri mimi kwa mawazo yangu, yani mawazo yake yeye na mnukuu Kiemba, anasema kama ingelikuwa upande wa pili ingemsukuma refari kutoa ile penalty, lakini refari amejificha kwenye kichaka cha kwamba alikuwa mgongoni kwa upeo wa macho yake mwa wachezaji wale, hakuliona kwa karibu lile na nini. Na ndio maana unamuona mchezaji baada ya professional yule, baada ya tukio lile hakumlaumu referee, ameenda kumlaumu assistant referee, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwepo mita 14 kutoka pale kwenye eneo la tukio lilipotokea, kwa maana kwamba amechezewa alafu ndani ya boxi, maana yule angekuwa ameashiria kutoa maamuzi hayo. Ubinadamu uliofanya kutoa maamuzi yale ya kumpa penalty Singida Black Stars, ndio ubinadamu huo aliutumia wakati anachezewa alafu ndani forward line ya Simba kule, na kimsingi kabisa ilikuwa anastahili straight red card, kwa sababu alikuwa yuko peke yake, mchezaji alikuwa anakwenda kufunga, matokeo yake kaja akachezewa alafu kwa kubalance mchezo. Sasa hiyo ni kibinadamu, sio kisheria. Akaona kwamba kwa kuwa kule sijatoa penalty, basi na huko ni straight red card. Lakini sasa hilo karibia kila mechi imekuwa ni refa. Kwa refa ni kama dona ndugu hivi, alijapata tiba ili ipate tiba yake. Nafikiri TFF wanatakiwa kuchukua maamuzi, kwa sababu wao ndio mamlaka ya mpira waliokuepo nayo, kwa sababu watu wanasema kilio kikiwa cha muda mrefu ndio kinachotakiwa kushughulikiwa, kwa sababu hata leo hapa katika Tanzania yetu hii watu wakilalamika sana kwamba miundombinu hakuna, serikali inatakiwa ishughulikie swala la miundombinu ili kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa sawa sawa. Lakini kama serikali itakuwa kimya kushughulikia miundombinu, maana yake kila siku kilio kitakuwa kinaongezeka, na ndivyo TFF inavyotakiwa kufanya. Kweli tuna changamoto hiyo, kwa maana ya kwamba waamuzi wanakuwa na kasoro, na ukitaka kuchukulia mfano, angalia kwamba sisi ushiriki wetu katika mashindano ya kimataifa, waamuzi wetu wanapewa nafasi gani? Sasa unasema ukiangalia ni kama Singida Black Stars hawakimbii tena, hawatokubali kupigwa tena mara mbili na Simba. Wanakuja kukutana tena kwenye michezo ambapo tunategemea kwamba Simba, kwa wengi wanavyodhani kwamba Simba itaenda finali na Yanga kwenye CRB, lakini ili waruhusu hali kama hiyo lazima kukutane tena na Singida. Sasa je, Singida atakubali kupigwa mara nyingine tena au itakuwa ni kali zaidi? Hata jana mimi nafikiri Singida hakutaka kupigwa, ila alizidiwa tu uwezo, kwa sababu unajua unapocheza na timu ya Simba unacheza na timu kubwa ambayo ina wachezaji wazoefu kwa uzoefu wa mashindano na nini. Kwa hiyo pale ambako unafanya makosa wanakuadhibu. Kwa mfano kama jana goli lililofungwa la Simba lilikuwa clear tu goal, kwa maana kama nini wamefanya makosa walinzi wa goli la Singida, akiwemo goalkeeper pamoja na beki zake, lakini forward line ya Simba ikawahukumu. Kwa hiyo hata hiyo mechi ya nusu finali ya kwenda kutafuta mtu wa kwenda kwenye finali kwenye ligi yetu ya CRDB, pia vile Singida hatotaka kufungwa, lakini akija kama anataka kulipa kisasi cha matokeo ya kupigwa katika mfululizo atahukumiwa tu. Cha msingi anatakiwa kuheshimu mchezo, heshimu Simba, ajue kwamba anakwenda uwanjani kwenda kufanya kitu gani kwa ajili ya kuenda kupata matokeo. Lakini kwa mimi kama mshabiki wa Yanga, naomba sana kwamba Simba apate matokeo mazuri ili aje tuje tukutane tumalize huu utata wa kwamba watu wanaogopana, kwa sababu maana yake kama sio finali ya CRDB siwezi kupata nafasi ya kukutana tena na mnyama Simba. Lakini nafasi ipo tarehe 15 katika mashindano gani? Dabi si umesikia kwamba dabi imeahirishwa toka tarehe 8 na imepangwa tena, lakini imeingia changamoto. Kuhusu dabi imeingia changamoto. Kwanza hapa kuna jambo ambalo Watanzania tunatakiwa kusoma kwa maslahi. Hata maamuzi ya kutokwenda kucheza katika mechi hiyo ya tarehe 15 ambayo Yanga wameamua kwamba kwa kutumia kauli mbiu ya hatuchezi ni katika kuheshimu mamlaka. Kuheshimu mamlaka ni pamoja na kusimamia utaratibu, kuhakikisha kwamba kila mmoja anayestahili kupata haki anapata haki zake. Young Africans sio kana kwamba wanakataa kwa sababu tutakwenda kukutana na Simba. Simba tumekutana naye mfululizo mara 4 katika mashindano na misimu tofauti ya hivi karibuni. Misimu yote wamechezea na akosi sababu.
Kila anapopigwa kapigwa 5 kasema imeuzwa. Kaja kapigwa 2-1 akasema hivyo hivyo. Kwa hiyo utaratibu wa kupigwa kwa Simba ni jambo la kawaida tu nakumbuka bahati mbaya tu sio chombo hiki ninachozungumzia leo. Kuna siku kulikuwa na dabi hapa kwenye benchi hapa, nikuja nikamwambia kwamba swala la kumfunga Simba kutokana na mazingira ya timu yangu mimi niliyokuepo nayo ni kama vile mtu tu kuingia nyumbani kwake, kwamba akinapoingia nyumbani kwake anaweza kuchagua akapiga hodi au asipige hodi, akaingia na hamna mtu atakayemuuliza. Huo utaratibu kwa hivyo. Lakini tunaposema kwamba hatuchezi kwenye dabi, tunataka kuheshimisha mpira. Kwa sababu ya nini tunasema kuheshimisha? Mpira ni kitu ambacho kimechukua katika nyanja tofauti na watu mbalimbali. Ukizungumzia tu mashabiki, Simba na Yanga leo wana mashabiki mpaka nje ya nchi hii, mashabiki wapo. Lakini tunapozungumzia dabi ya Simba na Yanga ni mechi ambayo watu mpaka nje ya nchi wanaifuatilia. Katika mashindano yale kila kitu kilikuwa kiko sawa sawa. Kila kitu kiko sawa sawa kuhakikisha mechi yetu ya tarehe 8 inachezwa. Sawa, na kulikuwa na watu wametoka sehemu moja ama sehemu nyingine. Unasikia wewe kuhusu swala zima la watu waliolipa viingilio vyao kuhakikisha kwamba wanakwenda kuangalia mechi, lakini ghafla tu mamlaka ndio iliyotuambia kwamba imeahirisha ile mechi kutokana na sababu ambazo zilielezwa. Lakini bodi ya ligi ilieleza kuhusu changamoto zile, kwamba bado bodi ya ligi inafanya uchunguzi kuhakikisha kwamba ni nani aliyehusika kuhakikisha kwamba mechi ile ya tarehe 8 mpaka ikasababishwa kwamba kuna matatizo. Lakini Simba Sports ni miongoni mwa watu waliosababisha mechi ile isichezwe kwa kuandika malalamiko yao kupeleka kwenye mamlaka ya mpira. Sasa Simba Sports hawafai kupewa haki. Wanafaa kupewa haki kutokana na sababu zile walizozieleza. Lakini kuna maneno ya uvumi kwamba mabouncer waliokuwepo kuizuia Simba ni mabouncer waliotokana na Young African. Sawa bwana. Jambo hili nani anaweza kulisafisha ili watu wajue kama watu wa mpira kwamba waliosababisha matatizo yale ni kina fulani? Na TFF walituahidi sisi kutuambia kwamba tunafanya uchunguzi kisha baadaye tuchukue hatua. Kama hilo halifanyiki, unawezaje kutuambia twende tukacheze mechi kuwa ndio hatima ya tarehe 8?